Mchana wa leo nimefika hapa katika familia ya marehemu Padre Benedicto Rwechungura kwa lengo la kuombea marehemu, lakini kwa namna ya pekee kabisa kumkumbuka ndugu yetu, baba yetu Profesa Switbert Kamazima ambaye sasa ni mwaka mmoja tangu ametwaliwa. Lengo letu la kufika hapa, tumekuja kumwombea. Na kwa nini tunamwombea? Kwa sababu tunaamini katika ufufuo wa wafu. Kama tunavyo soma katika kitabu cha pili cha Makabale kwamba tulisikia habari ya Yuda alichangisha fedha akazipeleka Yerusalemu kwa ajili ya kuwaombea wafu. Na kwa kufanya hivyo basi alifanya jambo la kicho. Kwa maana ingekuwa ni kazi bure, tusingekuwa tunaamini kama ufufuo wa wafu upo. Kwa hivyo, kwa kuwa tunaamini kwamba kuna ufufuo wa wafu, ndo maana tunaombea ndugu zetu marehemu, kwa sababu katika hali ya kuondoka kwao yawezekana pengine mahusiano yao na Mwenyezi Mungu kidogo yalikuwa pengine na shida na madoa. Kumbe ni kupitia sadaka takatifu ya misa, kupitia majitoleo yetu, kupitia sadaka zetu, basi hawa ndugu zetu waliotutangulia basi wanapokelewa katika uzima wa milele. Basi baba yetu wengi tulimfahamu, tuliishi pamoja naye, tulihusiana naye kwa namna moja ama nyingine. Tunaweza tukasema machache kwake ambayo pengine yanaweza ikawa ni kumbukumbu kwetu. Jambo kubwa ambalo tunalikumbuka kwake ni ucheshi wake na upendo wake kwa watu. Alikuwa ni mtu mcheshi, changamfu, na alipenda sana watu. Na hata siku zake za mwisho kama tunavyokumbuka, alikuwa maeneo ya huku, ni kama alikuwa amekuja kutuaga. Lakini katika yote aliyoyafanya yalionyesha upendo kwa watu. Alikuwa amewaalika watu baadhi hapa, tukazungumza naye. Basi kachukua na kumbukumbu nzuri. Bila shaka ilikuwa ni ishara ambazo hata yeye mwenyewe pengine alikuwa hana habari nazo, kwamba pengine baada ya siku chache atatwaliwa. Lakini si jambo geni kuona pengine watu wanakufa. Ni jambo ambalo tumelizoea, tunaliona, na mara nyingi tunaambiwa kujiandaa. Jambo hili kidogo lina fumbo, kwa sababu hakuna anayejua siku wala saa ya kuondoka kwake. Tumesikia katika Injili Kristo anasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Na swala la kifo tulifichwa makubwa, ni siri kubwa. Mimi na wewe tunavyozungumza hapa, mwaka mmoja huo uliopita, pengine tulivyokuwa tunampumzisha mpendwa wetu Profesa Switbert Kamazima, naamini inawezekana pengine hatujaja wote tulivyokuwa kipindi kile. Si kwa sababu pengine wengine wamekosa muda, si kwa sababu pengine labda wamesahau au imekuwaje, au pengine hawajapokea mwaliko. Inawezekana kuna sababu kwamba wengine kati yetu wameshatwaliwa. Ni ndani tu ya kipindi cha mwaka mmoja. Pengine na wao hawakulijua hilo swala. Warao tunayemkumbuka kwa namna ya pekee katika hao, tunamkumbuka Father Anthony Rutaiwa, tulikuwa pamoja naye. Lakini kuna wengine wengi ambao pengine wameshatwaliwa. Sasa nachelea kusema kwamba tusije tukajisikia vibaya katika hilo, kwamba haiwezekana tukirudi hapa labda baada ya miezi 6 labda kwamba wengine tutakuwa tumeshatwaliwa. Hiyo naiongea kwa sauti ya chini kidogo. Kwamba inawezekana wengine tutakuwa tumesharudi kwa Baba, lakini inawezekana
kwa sababu ndo maisha yetu. Tunazaliwa, tunakuwa, tunakufa, lakini tuna matumaini. Huko tunakokwenda tunarudi kwa Baba, tunaenda kwa Baba, tunarudi nyumbani. Ndio maana napendaga, kuna wimbo fulani sana wanakwaya sasa washaufahamu, na huwa napenda sana kuimba na kutafakari kidogo. Maneno ya Yohane kwamba nakwenda kwa Baba kuwatayarishieni makao ya mbinguni, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Nakwenda kwa Baba kuwatayarishieni makao ya mbinguni, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Hilo shairi la kwanza, kwamba nakwenda kwa Baba kuwatayarishieni makao ya wapi? Ya mbinguni, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo alivyokuwa anawaaga, nakwenda kwa Baba kuwatayarishieni makao ya mbinguni, nitakuja tena. Ni mwa Baba na makao mengi, kama sivyo mimi ningeliwaarifu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaarifu. Kwamba jamani, huku pamejaa lakini hapajajaa. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, vinginevyo ningeliwaambia. Sasa niliwahi kuwatania nikasema hivi, tukisikia tangazo bwana linatoka huko, tangazo, huku nafasi zimejaa, walioko huko mbaki huko, itakuwaje? Kwamba jamani, huku nafasi hamna tena. Lakini sivyo. Lakini kuna shairi jingine linafuata hapo, linasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Msifadhaike mioyoni mwenu. Tunakuwa na wasiwasi kwamba inakuwaje, tunaenda wapi, inakuwaje, itakuwaje baadaye. Msifadhaike mioyoni mwenu, niamini mimi. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Na la mwisho la mwisho linasemaje wanakwaya? Tena ni wangu wangu mimi nitakuja tena niwakaribishe, ili nilipo mimi na ninyi mwepo. Hivi unajisikiaje kwamba kwamba alipo yeye na sisi tuwepo? Sasa mimi huwa nawaza hapo, basi sasa ni kuwaza tu kwamba tunaanza kupigana story pale, tunaanza kukumbushana ya duniani kwamba inakuwaje na nini. Watania watu nikasema inawezekana wenzetu huko wako kwenye furaha kubwa, wanaangalia ratiba inavyokwenda. Wanaanza kuulizana, fulani umemwacha? Akasema bwana nimemwacha. Hivi anakuja lini? Ngoja tuende kuangalia kwenye ratiba. Kumbe huyu tunaye hivi siku za karibuni. Lakini yote kwa yote, ndugu zangu, ni kusema tu kwamba sote tuko njiani. Hawa wapendwa wetu waliotutangulia tutakutana nao katika uzima mpya. Tuko nyuma yao, hatujui siku wala saa. Na tumshukuru Mungu hata sisi kwamba Mungu alituficha hili jambo, alituficha juu ya kifo. Mimi wanatafakari kwamba hivi ingelikuwaje kama kila mtu angekuwa anajua tarehe yake, ingelikuwaje? Tafakari hata kwa sekunde 5 kila ungelikuwa mpole, ungelikuwa na kiburi, tungelikuwa watu wa namna gani?
Mimi wanafikiria kwa mfano na hizi shida za hapa duniani kwa mfano. Hivi kweli una shida ya kiuchumi tuseme labda. Mfukoni mambo yamepungukiwa na nini hayajaenda vizuri. Sasa unakwenda kukopa kwa mtu ili hali anajua tarehe yako ya kuondoka. Hivi kweli umebakiza wiki 3 angekukopa? Sasa bwana, wewe hebu kwani una muda gani hapa? Bwana mimi na wiki kama 3 hivi. Deni langu litakuwa lijarudi. Inawezekana ingekuwa ni vurugu mechi. Pengine tungekuwa tunajua tarehe zetu za kuondoka hapa duniani. Wengine hata tusingekuwepo hata kanisani. Mtu anabakiza tu amebakiza labda mwezi mmoja ndo anaanza kuonekana kanisani. Hata kwenye matukio tusingekuwa tunaenda misiba, kuhudhuria misiba ya wengine au kufanyaje matukio mbalimbali. Mtu anasema bwana nikandi banasigeze yabirobike ndio ndibanza ukole hivyo. Tungekuwa tutatendi matendo mema. Kwa sababu tunajua muda wetu wa kuondoka, siku zikikaribia tutaanza kufanya hayo. Tusingekuwa tuna majitoleo kwa watu wenye mahitaji mbalimbali. Ingelikuwa vigumu sana. Lakini yote tumefuchwa sasa hivi sote ni ngoma draw. Nanye kumomora magambo ngoma draw. Nabo mkubona bali kununjwa ku ngoma draw. Tarehe kumanya kilo, tarehe kumanya kanya. Hakuna anayejua siku wala saa. Lakini yote kwa yote matendo yetu tunarudi pale kwenye wimbo wa Kayeta. Kayeta alitunga wimbo mzuri sana. Sasa wanakwaya leo nitawasumbua sana. Lakini ndo hivyo, ndo kazi yenu kubwa, ndo wizara yenu hiyo. Ndo wizara yenu. Kuna wimbo mmoja wa Kayeta, kuna shairi moja kwamba kifafanuacho watu mbele ya Mungu si cheo kikubwa sina asasi. Matendo mema saya kufa kwangu yataufungua mlango wa mbingu. Kifafanuacho watu mbele ya Mungu si cheo, sio nini? Mali, sio nini? Ni matendo mema mbele ya Mungu. Kwamba sisi utambulisho wetu mbele ya Mwenyezi Mungu tunaanza kumtishia Mungu, ulikuwa unijui mimi ni nani kwa kweli humu duniani? Hapana. Tutatambulikana kwa matendo yetu mema. Matendo yetu mema. Na ndio maana tunasherehekea maisha ya hawa wapendwa wetu waliotutangulia. Matendo yetu mema. Haijalishi, haimaanishi kwamba wao hawakuwa na mapungufu, ndio maana tunawaombea. Kama binadamu walikuwa na mapungufu ya hapa ya pale ya kibinadamu. Ndio maana ya sadaka takatifu ya misa. Lakini hapo matendo mema tunayoyafahamu kwao. Na ndio maana watu tunasali kwamba angalie matendo yao mema awapokee katika ufalme wako wa mbingu. Tuwe na matendo mema ndugu zangu wapendwa. Tuandike kumbukumbu. Mimi wakati mwingine huwa nawaambia hili jambo kwamba inawezekana si kwamba nawaambia ninyi tu, hata mimi mwenyewe najiambia hivyo hivyo. Kwamba wakati tunapoondoka hapa duniani, wakati mwingine huwa tunaacha kazi kubwa huko nyuma. Zaidi naona siku hizi tunaandika labda historia ya marehemu. Kwamba marehemu alizaliwa tarehe fulani, akakuwa hivyo, akapokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu, akapokea kipaimara, akafunga ndoa, nini kazi zake. Hivyo, si ndio? Inaenda haya kuwa kwake. Haya mwisho shukrani. Kuna mambo mengi yamepangiliwa kwa mtindo huo. Lakini kuna wakati mwingine wanaobaki huko nyuma wanawachiwa mtihani mkubwa. Watakacho kukimbilia cha kwanza ni cheti cha ubatizo kama ni Mkatoliki. Cha ubatizo kidogo kitachukua ka page. Kuzaliwa kwake, tarehe, ubatizo, Ekaristi, kipaimara hapo na nini kama atapewa na vyenyewe. Katikati hapa utafikiri makuishi. Hivi kweli unaweza kutoka kwenye kipaimara, ndoa, ukakimbilia kwenye kuugua kwake? Na hapa katikati hapo kuna maisha kweli? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanashindwa
waandike kitu gani? Tuandike nini? Watu wanaanza kujiuliza, hivi kuna ambacho pengine labda unafahamu huko, labda tuandike. Anasema kwa kweli hapa mimi nasema na tuzani tuseme kugua kwake hapo, tuendelee. Lakini kwa sababu gani? Hujaiandika hiyo historia wewe mwenyewe. Hujaiandika mwenyewe. Sasa wanashindwa waandike nini? Nadhani tuandike historia wenyewe, si ndio jamani? Tuandike historia wenyewe tukiwa hai, matendo yetu, wenye nyadhifa mbalimbali, tenda haki. Nimesikia katika somo kwamba mwenye haki ingawa amekufa kabla ya wakati wake atastare. Tenda haki, weka alama, acha kumbukumbu. Kuna vitu watavikumbuka, kuna vitu vitasaidia kwa labda pengine kujifunza. Maisha yako yawe mwanga. Ninyi ni taa ya ulimwengu, ninyi ni chumvi ya dunia. Kazi ya chumvi tunaifahamu, si ndio? Kazi ya chumvi ni kuleta ladha kwenye chakula. Chakula hata kama kimepikwa vizuri namna gani, ni pilau ni nini, kama hakina chumvi, kama hujawa na matatizo ya chumvi, hicho chakula hakiliki. Kweli sio kweli? Kitakuwa kitamu. Lakini chumvi inakoleza. Ninyi ni taa. Kwamba sisi kazi ya taa ni kuleta mwanga. Kwamba matendo yako, namna unavyotembea, namna unavyoishi, watu wengine wanaona mwanga. Watu wengine wanaona njia. Sasa tusiache mzigo mkubwa kwa watu sasa wanaanza kufikiria waandike nini juu yako. Mimi na wewe tuna kazi kubwa bado ya kuweka alama nzuri. Kazi kubwa ya kuweka alama nzuri. Lakini kuna mambo mengine mimi huwa nayafikiria na huwa nayasema tu kwamba nimekutana nayo, lakini inawezekana yameshatokea. Kuna hili jambo kwamba mtu ameandika historia ya marehemu umo katikati, kumbe marehemu bwana amefia kwa mganga wa kienyeji. Sasa ikifika wakati wa shukrani, tunawashukuru madaktari wa labda Mandorage, si ndio? Tunawashukuru madaktari wa Zimbia. Marehemu baada ya kugua kwake labda tulimpeleka hospitali ya Rubia na nini. Sasa kule alikofia hawasemi. Alafu sasa unakuta mwenyeji muhusika engineer yupo pale amekaa hivi, atajisikiaje kwamba wote hawajamshukuru? Anajisikiaje kwa mfano? Jamani, mbona hamna habari ya mganga wa kienyeji huko? Na nyinyi mnalionaje hilo jambo? Tunakuwa tumetenda haki kweli? Au ni kwa sababu gani hatumtaji? Au tumukwenda ugambao. Lakini kwamba tibakugaya abantu. Isaba ntibakugwayo. Mbagwayo. Mara mtu wetera mtu bikira. Toko mukubika kwanyu timukubigamba muko Maria Fera. Abere nane nashasha mukura. Abere ali momo. Abere ali kwa kweli basi twarwa. Ndio. Turaija urundi akanyaka ndio pengine tutubimanya. Lakini kuna watu wanafia kwa uganga wa kienyeji. Na sasa kwa nini wamwashukuru kwenye shukrani? Kama hakuwa na mchango kweli? Hamkumkimbilia. Ni kwa sababu mnajua kwamba hii ni kazi ya shetani. Ameraniwa mtu amtegemeaye mwanadamu kama kinga yake. Ameraniwa mtu ambaye amfanya mwanadamu kama kinga yake. Wewe unamfanya mwanadamu kama kinga yako kweli? Yaani mtu una matatizo yako, una nini, eti unaenda kumkimbilia mtu binadamu mwenzako. Kama barebere, mdira ya wenene. Ni tafsiri kwamba Mungu hawezi tena. Sasa kwa mfano swala hata la kifo, utasikia mwingine anasema kifo hiki sio cha kawaida. Tugekwe bazao rofuoru. Naki, malipo kuja kwa bazao, huko wanako kwenda sasa kwa mganga wa kienyeji, kumbe na yeye amefiwa. Sasa unajiuliza nani hajaanza na ya kwake? Kwa hiyo tuache kudanganywa ndugu zangu. Tuache kudanganywa. Mnamwamini Mungu, niamini nami. Ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo anavyotuambia. Mwisho, katika Injili amesema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa
na mizigo. Tunawashukuru wanafamilia, mpaka sasa wametengamaa, wamekaa vizuri. Tuwapigie makofi. Hongera sana. Hawakutetereka. Hawajatetereka. Tunawaombea huo umoja, mshikamano uliokuwepo, kwa sababu familia kidogo mwaka uliopita imepata mapigo makubwa. Imepata mapigo makubwa ya kuondokewa kwanza na Profesa Switbert Kamazima. Baadaye tukaondokewa na mpendo wetu barozi wa Baba Mtakatifu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Katika hali hiyo pengine wangetetereka. Katika hali hiyo wangetoka kwenye mstari, wangegawanyika. Inawezekana na leo tusingekuwepo hapa, tuko pamoja hivi. Lakini wamekuwa na imani. Imani kuu ni imani katika hali ambayo ni ya majonzi. Katika hali ya binadamu kuna maumivu makubwa. Katika hali ya kibinadamu kuna pengo kubwa. Tukianza na mama kuwatunza watoto wake, japo wameshakuwa watu wazima, lakini bado ni mlezi, bado anawalea, bado anawafuatilia hapa na pale, majukumu mengine ya kifamilia. Tukianza na dada yetu Maya Sinta, amebeba misaraba hiyo ya kuondokewa na ndugu zake, lakini basi tunawashukuru kwamba mmekuwa na imani, mmesimama imara, hamkutetereka, lakini tukiamini kwamba hawa wapendwa wetu ipo siku tutakutana nao katika uzima mpya. Tunaendelea kuwaombea. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Niliwahi kuwafundisha juu ya hiyo nira anayoisema. Kama umekaa mazingira ya Kisukuma huko, tunaonaga kuna punda wanabeba mizigo, matofari, mpunga. Unakuta kuna punda wawili wamefungwa kamba hapo. Huko nyuma kuna mzigo mkubwa, na wakati mwingine wanapigwa kweli. Sasa hiyo kamba inayounganisha wale kusudi kule mzigo usiyumbe nyuma, ndio inaitwa nira. Nadhani hapa tumeelewa nira yangu. Anayosema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni, hiyo ndio inaitwa nira. Kumbe sasa pengine ule mzigo ni mzito kwa wale punda na nini, lakini Kristo anasema kwamba nira yake ni laini na mzigo wake ni, haijalishi una matatizo kiasi gani, haijalishi una changamoto kiasi gani, unapomkimbilia yeye kwake ni kitu kidogo sana. Huwezi kusema kwamba sasa changamoto hizi hata Yesu haziwezi. Haiwezekani. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwezi. Kwa hiyo pale tunapopata kutetereka kidogo, tunapopata changamoto za hapa na pale, tumkimbilie yeye. Kimbilio letu liwe kwake. Tusianze kugawanyika hapa katikati. Kipindi cha mwaka mmoja ni kipindi kirefu. Hao wapendwa, ni kipindi kirefu sana. Lakini wamesimama. Inawezekana hapa na pale wanapata ushauri hapa na pale, mwingine mzuri, mwingine wa kuwachanganya, mwingine wa kuwaganya, mwingine wa kuwatia moyo. Lakini yote kwa yote imani. Yote kwa yote kinachotusaidia ni imani. Tuendelee kuwa na imani hiyo. Na hata wengine, si hawa tu. Inawezekana hapa kuna wetu wengine tumepoteza ndugu zetu, tumepoteza wapendwa wetu, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Lakini yote kwa yote tunatakiwa kuwa na imani kuu. Ni dhahiri kwamba linapokufika jambo, hata imani wakati mwingine inaweza kawa lakini bado utabaki, ukweli ni ule ule, imani. Tutabaki na imani. Mwisho wa yote, mimi na wewe tuendelee kujiandaa. Kama nilivyosema, tuko safarini. Chutuliba genzi. Kuna wimbo wa Kihaya unaimba, Mose shora makumbi kosha Shushokobono mugenzi Murebe iguru niyoperwa Ba Kristu tulitani
atwebembeire niwe Yesu, imuka tumuonere Yesu, imuka tumuone. Sisi ni wasafiri. Wimbo unakumbusha kwamba sisi tuko safari, na safari yoyote ile, ndugu zangu, ni wakumbushe, inahitaji maandalizi. Nyie simekuja hapa, tumekuja hapa sote, sikulikuwepo na maandalizi kabla ya kuja hapa? Si ulijua kwamba una safari? Kuna mwingine ameandaa nguo, nauli, mwakwete mbire, mwingine ameandaa usafiri, kama mwingine labda na gari ameanza kufungua kwenye rejeta maji yapo, mafuta namna gani. Yote hayo ni maandalizi. Undije yerebo mkyo, undije inekyo kyawe na rubaju nkimgamira bwana iwe oliga uli sawa, abandi mberebo mkyonke kyo, byona yote hayo ni maandalizi ya safari, si ndio? Kirinya kiwe kya kabiri nkamwana nkause tiki kikora mirimo, nkikora mirimo angache kyakora kwamba yonoje uturuka wawe nabanza kugamira yichonka akakashati tikashita magiteko eka kwigira katya kandi anga tibikiriyo biriyo basi kwatiraho mkwatiraho. Sasa yote haya yalikuwa ni maandalizi ya safari, na safari hiyo ambayo mlikuwa mnajiandalia, kuna wakati mwingine unaweza ukapanga kwenda safarini au ukairisha kwenda. Sasa hii ni ya uhakika. Hii tunayozungumzia leo, hakuna cha kuahirisha, hakuna cha nimekosa nauli, hakuna cha sijui nini. Inapofika inakukuta wapi? Ni popote pale. Sasa kama tuna uhakika kwamba hii safari ipo, ni ya uhakika kabisa, kwa nini tusijiandae? Lazima tujiandae. Wanapenda kutumia msemo wa ule mitandao ya kijamii kwamba wakati mwingine tunakuwa katika tunamiliki labda simu. Simu ikiishiwa salio, si wanakupa taarifa. Wakati mwingine wanakutumia message mapema, bwana, tunavyoelekea hapa salio linakaelekea kufanyaje? Kuisha. Wanakutumia kama message. Wewe unajiandaa kisaikolojia. Ukiwa kichwa ngumu, baadaye utapiga, wanakuambia salio lako halitoshi. Kupiga simu, ongeza salio ili upige tena, si ndio? Haya, unaweka salio, unapiga unakuwa na hewani. Lakini sasa kwa swala hili, malaika wanapokuja wanakuambia salio lako halitoshi kuendelea kuishi. Hakuna cha kuongeza salio limeisha. Tap. Limekukuta wapi? Hapo. Ndio maana tunaomba sala ya kifo chema. Kiangalia wapendo wetu walio tutangulia wengi, si kwamba pengine sote tutarazwa labda mahospitalini. Inawezekana kuondoka kwetu hapa tunatofautiana. Namna ya kuondoka kwetu hapa tunatofautiana. Kila mtu atakuwa na namna yake ya kuondoka. Ndio maana ya kuomba kifo chema. Alaba ntumatinesha regyo byorufu iwe no ufa marakanya ko utekereza. Sasa hivi mtu anaona, kila mtu anajiona kwamba ana nguvu, ana uwezo, anaweza lolote, lakini hujui kwamba umebakiza salio kiasi gani. Na kwa bahati mbaya hatuna hata menyu ya kuuliza salio lililobaki, si ndio? Haipo. Sija kakudanganya mtu hapa, kuna wanaibuka wengi sana. Mimi nitakwambia salio lako nene, mimi ni ufufua na bwana, yote kwa yote ni kazi bure hivyo. Mungu amehakisha mtuma mjumbe wake, tunaambiwa kwamba hazifai kitu kuta za mawe anapomtuma wake haijalishi uko wapi, haijalishi uko kwenye nyumba ya namna gani, ghorofa nini au nyumba ya mawe, anapomtuma wake mjumbe unatwaliwa. Tuendelee kujiandaa, lakini tusiogope, kwa sababu tunarudi kwa raha ya milele. Mpe Bwana apumzike kwa amani.